sababu ya neema yake. Najua huwezi kaza jambo ambalo Mungu amekufanyia. Wiki nzima imeisha, unapumua. Hakuna kitu unapea huyu Mungu. Ila nitakabidhi mkono wako wa Bwana. Tunasema ni asante kwa sababu umekuwa Bwana. Umetenda miujiza juu ya maisha yetu Bwana. Hakuna wa kufananishwa na kulinganishwa na wewe Bwana. Tunalipa sifa jina lako kwa matendo yako makuu. Hakuna unatenda juu ya maisha yetu Bwana. Asante ni kwa sababu umetuleta ukiwa na sababu. Tunaomba neema yako Bwana. Tunaomba kutangazwa na wewe Bwana. Tunaomba mioyo yetu mbele zako Bwana. Ni kwa sababu umekuwa Mungu Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Hakuna wa kulinganishwa na matendo yako Bwana. Umetenda makuu juu ya maisha yetu. Asante ni kwa sababu ya kipawa cha uhai. Bwana, ni wengi wangetamani kufika mahali tumefika, lakini wengine wamelazwa mahospitalini. Lakini sisi kwa sababu ya neema yako umetupa nafasi ya kukuja kukushukuru Bwana. Pokea sifa kutoka ndani ya mioyo yetu. Wewe ni Mungu anayeweza. Asubuhi ya siku ya leo umetumia neno ukasema ya kwamba msaada wetu unatoka kwako Bwana. Na ukasema utaachilia msaada kwa watu wako. Naomba asubuhi ya siku ya leo Bwana, utaachilia msaada wako kwa wapendwa wao. Msaada wa mahitaji ya mioyo yao Bwana. Wasaidia kutoa msaada wako watu Bwana. Ila watu wewe ndio msaada wa kweli. Asante kwa sababu ya kikundi cha Kristo. Tunawaleta mbele zako Bwana. Tunawaombea neema, tunawaombea neema yako. Tunaomba Roho Mtakatifu. Tunaomba ukatia nyimbo mpya ndani ya vinywa vyao. Tunaomba ukatia lugha mpya katika jina la Yesu. Na kwa sababu wewe ni zaidi ya zaidi Bwana. Na tunakuomba utatenda Bwana. Hakika utakuwa mwaminifu kwetu. Even if we make that faithful to you, God, you have been faithful to us in our throne. Thank you for the presentation of our throne. Tunaomba ya kwamba tunapoingia katika presentation zetu Bwana wa rehema, tunaomba ya kwamba tunaomba Bwana mkono wako, tunaomba Roho Mtakatifu, kila ambaye atasimama kushuhudia, kila ambaye atasimama kuimba Bwana, kila ambaye anaweza achilia neno lako Bwana, fungua mioyo yetu. Tunaomba tupate nafasi ya mioyo yetu Bwana, ndio tupate katika jina la Yesu. Hata wachezaji kinanda tunaweka mikononi mwako. Bariki kazi ya mikono yao, wainue kwa kiwango cha hali ya juu Bwana. Hii kazi wanayofanya Bwana, watie nguvu maana wewe unaweza. Kila mmoja aliye chini ya hayo madhabahu, tunaomba neema yako ikamtosha katika jina la Yesu Kristo. Tunakometi moyo mbele yako Bwana. Tuko na kule ina Bwana. Hata dansa ni mikononi mwako. Wazee na wamama ni mikononi mwako siku ya leo. Ukawabariki ukakutana na mahitaji yao maana unaweza. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa kila jambo maana unaweza. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kila mtu aseme amen. Nataka tusimame ndio tupige shangwe na vigelegele. We appreciate our praise here. They have done it and may God bless you. Hata wewe mwenyewe ulikuwa umekuweka pale mbele, lakini wakati nimefika promotion nimeona mmechangamuka na nikamwambia ni vizuri, hakuna kitu kingine unaweza pea Mungu ila kutoa kwa mwili wako kumsifu naye atakubariki. Bwana asifiwe. Saa zingine hata kwa nijiuliza what can I give God? Na hakuna hata sio hizi za kitu tunaleta mashukrani. They are not enough. Lakini ukitoa moyo wako mbele zake, hiyo ibada ya sifa huwa inafurahisha na huwa inaipenda. Bwana apewe sifa. Nataka niseme 1, 2, 3 to celebrate our praise and I know God will bless you. 1, 2, 3 to celebrate God. Nataka usalimia aliye karibu na wewe, mwambie karibu sana kwa main service. Na kumwambia asishakae na asisuke na asibaduki. Mwambie msaada wako unatoka katika Bwana. Bwana apewe sifa. Hilo neno sijui limeniingia aje siku ya leo. Ni kwa sababu kumekuwa na changamoto hapa na pale, lakini Mungu